Mimi kama Mheshimiwa Garbatula niko na huzuni mwingi juu ya jambo ambaye imetokea jana jioni katika sehemu ya Gafarsa. Ni mambo imetokana na mpangilio ya Mwenyezi Mungu, lakini kwa sababu imechanganyikana na kufa kwa mtoto ambaye ni mdogo sana, wa umri mdogo, mwaka karibu 13, ameweza kukosa uhai wake katika ajali imetokea sehemu ya Gafarsa. Na sasa ningependa kutoa pole zangu kwa majamaa, marafiki na mandugu waliofarijiwa. Poleni na Mungu awapatie subra. Hiyo ajali imetokea sehemu ya Gafarsa, ukitoka town ya Gafarsa ukielekea upande ya Kombola, iliweza kupata accident. Watoto walikuwa wamesaidiwa na msamaria mwema, alikuwa anasafirisha watoto kutoka, walifanya mchezo sehemu inaitwa Gafarsa. Gari ilipata accident, ni mpangilio ya Mwenyezi Mungu, si makosa ya mtu yote. Imefanyika. Sasa sisi ni kufariji tu wazazi. Na katika hiyo ajali kuna wale waliweza kuumia ambaye wameletwa sehemu ya Isiolo, hospitali yetu ya General kubwa. Niliweza kukua na hawa masaa ya asubuhi, saa 12 asubuhi. Nikaweza kuwapitia na kuwaona vile wako. Wakati nilifika pale, nafurahi kusema ya kwamba wale madaktari tulikuwa nao pale walikuwa wachangamufu, walikuwa watu ambaye wanaelewa ile kazi wanafanya. Waliweza kusaidia ile watoto kwa njia ambaye inastahili. Katika zile ward, wakati nilikuwa pale, nilikuta watoto karibu 6 wadogo, kati ya mwaka 15 kuelekea mwaka 10 walikuwa pale. Walikuwa na frustration kwa sababu ajali ikitokea huwa inaofisha ama inaogopesha sana. Niliweza kukaa chini na hawa, nikawaongelesha, nikajua matatizo ile walikuwa naye. So kati ya wale watoto 6 wenye walikuwa pale, 4 wako katika hali sawa. Wameangaliwa na madaktari, wamepatiwa ile ushauri na saha, roho yao sahi imetulia, wako katika hali mzuri. So walikuwa wameweza kudischargiwa, wako sawa. Na kuna pia wawili niliweza kuwaona wakiwa pale. Mtoto mmoja ameweza kuvunjika mkono yake ya left. Nilikuwa na daktari, alinionyesha picha ambaye alipiga. Aliniambia ataweza kuishughulikia katika ufasaha hiyo mkono ya mtoto iweze kurudi katika ile hali ilivyokuwa mbeleni. Na zile mahitaji ambaye daktari alikuwa anahitaji iliweza kupatikana katika hospitali yetu ya Isiolo, na imeweza kusaidia ama kuipatia manufaa kwa wale walioathiriwa. Pia pale nilikuta mwanaume mwenye umri kidogo mkubwa kuliko wale watoto, nadhani ni msimamizi wa gari. Aliweza kuvunjika miguu ya left, na pia yeye alichukulikiwa, miguu ilitengenezwa, hayuko katika ile hali hatari. So maisha yake iko sawa, ameweza kusaidika. Na pia ningependa kushauri wazazi, kwa sababu tunaelekea katika msimu wa holiday ambaye inakuja ya April, tuweze kuangalia watoto wetu. Wasiweze kuingia katika mambo ambaye haifai, especially vijana. Kuna uraibu wa pombe, mihadarati imekuwa mengi katika kaunti ya Isiolo. Tuweze kuhifadhi na kuangalia nidhamu ya watoto wetu kwa ukaribu, kwa sababu majukumu ya walimu imeisha, sasa ni majukumu ya wazazi. So tuangalie haswa watoto wa vijana waweze kuelekezwa vizuri na wakuwe busy katika ile miradi ambayo watakuwa naye manyumbani. Na wakuwe busy, wasome madrasa, wakuwe na revision ya shule. Kama ni kucheza, tuko na uwanja wetu ya kutosha, waweze kuitumia na wataweza kusaidika. Na watoto wetu wasichana, tusiwatumie wazazi kwa njia mbaya, kwa sababu wakifika nyumbani most of the time wanakuwa overburden.
hawana nafasi ile ya kufanya revision ya shule, watakuwa wanajicommit katika kufanya kazi ya nyumbani, na hiyo pia psychologically itakuwa ina affect mtoto msichana. Na pia ile kitu mbaya inaweza fanyika, wanaweza dhulumiwa hata kimapenzi kwa sababu ni wadogo, hawataweza kueleza ni nini imefanyika. So tuwe na jukumu kubwa sana kuliko hata ile ya vijana kuweza kuangalia maisha ya wasichana wetu vile iko. Tusiachilie watoto wetu, tujue wameenda wapi, wanakaa na nani, wanaishi namna gani na ni nini wanafanya. Na pia tuweze kushika ile tunasema mambo ya dini, kwa sababu shule tunafunzwa mambo ya dunia na pia discipline, lakini nidhamu zaidi inatokana na ile mambo ya dini. So watoto waweze kufundishwa madrasa, wapatiwe nasaha na mashekh ambaye ulama tuko naye katika zile location ambaye watoto wanaishi, waweze kusaidika. So